Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naitwa mwalimu evangelist Dr. Nelson Makonjio na nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Basi kwa dakika hizi nataka nikutie moyo mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu na kijana mama ambaye unayenisikiza na atakayenisikiza katika ujumbe huu wa leo. Katika safari ambayo tunayotembea hasa katika maisha ya sasa, najua kwamba kila mmoja anapitia mazingira magumu katika nafasi yake, lakini nimekuja hapa kukutia moyo kwamba Mungu anaweza. Na pia Mungu anaonekana katika situation ambayo unayopitia majira kama ya sasa na mwaka kama huu. Nataka kukupatia mfano wa mtumishi wa Mungu Hana. Katika mazingira ambayo alikuwa anapitia kwa mikono ya mume wake na pia mke mwenzake Penina, Mungu alikuwa pamoja na Hana. Licha ya Hana kuvunjika moyo na kukosa matumaini na hata kukimbilia katika hekalu, Mungu alizidi kuwa pamoja naye. Na ili kuthibitisha kwamba Mungu alikuwa pamoja na Hana, basi Hana alipoenda katika hekalu na kumlilia Mungu, Mungu alisikia kilio cha Hana. Na ukisoma Samueli wa kwanza mlango ule wa 2, Hana anaimba wimbo wa furaha baada ya maombi yake kujibiwa na kupewa mtoto mwanaume Samueli. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata katika kipindi ambacho Hana alikuwa anapitia, kipindi kigumu, kipindi cha kuchekelewa, kipindi cha kuonekana kwamba hatawahi kufanikiwa na mtoto, basi Mungu anakibadilisha na kukifanya kwamba kuonekana kwamba yeye yuko katika mazingira hayo magumu ambayo Hana alikuwa anayapitia. Mimi sijui ni mapito gani ambayo unayopitia mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, lakini nataka kukuambia kwamba katika mazingira hayo magumu unayopitia sasa, Mungu ako pamoja na wewe. Mungu anaweza akafanya njia. Mungu anaweza akasikia kilio chako. Mungu anaweza akabadilisha machozi kuwa furaha. Tazama mazingira ambayo pia mtumishi wa Mungu Ayubu. Upenda sana kutumia maandiko ya Ayubu, maana pia maandiko katika historia ya Ayubu inatutia moyo. Katika mazingira ya Ayubu vitu vyote vinaondoka, marafiki wanamkataa, mke wake ambaye alikuwa anatarajia kwamba angempatia moyo na matumaini anamwacha. Lakini Mungu katika mazingira hayo, Mungu alibaki kuwa na yeye na akamtia moyo. Na ukisoma Ayubu mlango wa 42 mstari wa 10 mpaka ule wa 13 pale, Mungu anamfariji Ayubu kwa kumrejesha vyote ambavyo alivyopoteza. Hivyo mpendwa, najua ya kwamba katika mazingira haya huenda pengine unalia, huenda pengine unawaza, huenda pengine hata umeanza kuona kwamba haitawezekana. Lakini let me assure you this morning kwamba Mungu anaweza akafanya. Our God anaweza akafungua milango ya baraka, milango ya utukufu. Hata kama inaonekana kwamba marafiki wamekukataa, jamii imekukataa, wale watu ambao walikuwa wanategemea kwamba wangekusaidia watakukataa, basi Mungu yuko pamoja na wewe. Katika situation hiyo ya machozi, our God is there to fight for us. Kwa hivyo mpendwa, nataka kukutia moyo asubuhi ya leo kwamba Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtegemea, Mungu tunayefanya kazi usiku na mchana katika mikono yake, yeye yuko hapo, atatusaidia. Usife moyo, usione kwamba Mungu amenyamaza. Mungu hajanyamaza na ako tayari kutusikia na kutusaidia. Mungu akubariki sana, na Mungu akupatie nguvu, na Mungu akutie moyo wa kuendelea kumtumainia na kuendelea kumpatia haja na mapito yako unayopitia magumu katika maisha yako. Barikiwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.